Katika historia ya siasa za Kenya, jina la Raila Amolo Odinga linabeba uzito wa kipekee. Mwana wa aliyekuwa makamu wa rais wa kwanza wa Kenya, Jaramogi Oginga Odinga, Raila amekuwa si tu mwanasiasa, bali pia ni nembo ya mapambano ya kidemokrasia, haki na mageuzi ya kisiasa. Karibu ni kujuze wasifu wa mwanasiasa huyu ambaye ameacha alama kubwa nchini Kenya na Afrika kwa ujumla. Mimi ni Rajabu Msangi. Raila Amolo Odinga alizaliwa Januari 7 mwaka 1945 katika kijiji cha Maseno, eneo la Nyanza magharibi mwa Kenya, karibu na mpaka wa Kenya na Uganda. Maseno ni kijiji kilichopo katika kaunti ya Kisumu, zamani wilaya ya Kisumu, na ni moja ya maeneo yenye historia ndefu ya kisiasa na kielimu nchini Kenya. Harakati zake za kisiasa zilianza rasmi mwaka 1992 alipogombea ubunge kwa mara ya kwanza na kuchaguliwa kuwa mbunge wa Lang'ata kupitia chama cha Forum for the Restoration of Democracy Kenya kilichoasisiwa na baba yake Jaramogi Oginga. Misukosuko yake ya kisiasa na ya kukumbukwa ni pale alipotumikia kifungo cha miaka 6 baada ya kutuhumiwa kuhusika na jaribio la mapinduzi mwaka 1982. Alikuwa na mchango mkubwa katika kukomesha utawala wa miongo kadhaa ya chama cha Uhuru wa Kenya alipomuunga mkono Mwai Kibaki katika kampeni za kuwania urais na kufanikiwa kuingia ikulu ya nchi hiyo mwaka 2002. Odinga anajulikana kwa wafuasi wake kama Agwambo, wengi wakimuita baba. Alikuwa kiongozi wa chama cha Orange Democratic Movement ODM. Aliwahi kuhudumu kama waziri mkuu wa kwanza wa Kenya, wadhifa ulioundwa kufuatia mkataba wa kitaifa ulioafikiwa kumaliza ghasia na machafuko ya baada ya uchaguzi mwaka 2007 hadi 2008, ambapo aligawana mamlaka na Rais Mwai Kibaki. Licha ya yote, aliendelea kuwa na ushawishi mkubwa kwa mamilioni ya Wakenya, hasa kutoka maeneo ya Nyanza na maeneo mengine aliyoyaamini katika ajenda yake ya haki na usawa. Turejelee uchaguzi uliopita wa mwaka 2022. Katika uchaguzi mkuu wa Kenya wa mwaka 2022, wanasiasa wawili wakubwa walikabiliana uso kwa uso katika kinyang'anyiro kikali cha kuwania urais. Raila Odinga, mwanasiasa mkongwe aliyejaribu kuwania urais mara 5, na mwaka huo alikabiliana na William Samoei Ruto aliyekuwa naibu rais wa Kenya wakati huo. Licha ya kushindwa kwake katika uchaguzi huo, Odinga alikuwa mpinzani mkubwa wa Ruto kiasi cha kuhamasisha maandamano ya kupinga gharama kubwa ya maisha miongoni mwa Wakenya. Na tarehe 20 ya mwezi huu wa Machi, Wakenya ambao wanafuata azimio na hii chama ya kulinda demokrasia katika taifa letu watakuja Nairobi. Ni siku ya Nairobi, kuja Nairobi, na kutakuwa na maandamano makubwa hapa katika taifa la mji wa Nairobi kutaka serikali ambayo itaweza kulinda haki yao. Odinga pia alijitosa kuwania nafasi ya mwenyekiti katika kamisheni ya Umoja wa Afrika na aliungwa mkono na viongozi wengi barani Afrika, ingawa hakufanikiwa kutimiza azma yake ya kuongoza kamisheni hiyo yenye ushawishi na maamuzi muhimu kwa bara la Afrika. Yapo mengi kumhusu mwanasiasa huyu, lakini haya ni kwa uchache tu. Bado alama yake itaendelea kusalia katika fikra za Wakenya. FM kutoka Tabata, Dar es Salaam, Tanzania.